Oh, okay. Okay. Ya, nashukuru. Ni wasalimu kwanza wote kabisa ambao mko kwenye nafasi ya kuzungumza. Na ameona mzee wangu Dr. Slaa nimemisi muda mrefu, lakini vile vile tumeambiwa Presido yuko Presido wa Sauti ya Tanzania na pia Presido wa hii Discord. Nawashukuru wote ambao mnatuongoza hapa, lakini vile vile wote ambao mmekuja kusikiliza. Masuala haya ya utekaji yameanza muda mrefu katika nchi yetu. Ni falsafa ya Chama cha Mapinduzi, ndicho kilichomo katika mawazo yao, katika fikra zao. Kama ukiweza kuingia samahani, ukiweza kuingia katika mtandao wa mawazo yao, utagundua ndicho wanachowaza, na kuna sababu zake. Kuna sababu. Unaweza ukajua anachowaza mtu kutokana na kile ambacho kwanza anakisema, pili anakitenda. Maneno ni mawazo yaliyopewa sauti. Hivi unavyonisikiliza, unasikia mawazo yangu. Anachoongea mtu ndicho anachowaza. Kwa hiyo unaweza ukajua mtu anachokiwaza kwa kile ambacho anakisema, na vile vile kwa kile ambacho anakitenda. Serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu imefanya haya mambo. Pengine hatukuwa tunayajua sana, kwa sababu njia za mawasiliano zilikuwa hazijaendelea sana. Leo hii njia za mawasiliano zimepiga hatua sana kuliko ilivyokuwa kule nyuma. Watu wengi wameuawa, watu wengi wamepotezwa kule nyuma. Binafsi nimetafutwa kutekwa mara 3 huko nyuma. Ndio sababu ninaposema hii tekaji hii ndio falsafa, ndio fikra ya Chama cha Mapinduzi kwa yeyote ambaye anakwenda kinyume na fikra za Chama cha Mapinduzi. Kila mtu anayekwenda kinyume walishaamua kufanya hivyo. Chukulia mfano mwaka 2012. Tarehe 26 mwezi wa pili ilikuwa 2013. Gari ikaja
na ina watu ndani yake, ina namba zisizojulikana, watu wasioeleweka, hawajavaa kipolisi, wakavamia kwenye hoteli niliyokuwepo Dar es Salaam. Hiyo ni 2013 tarehe 26 mwezi wa pili. Ninakushuhudia kitu ambacho kingenipata, na mkononi wameshika picha. Wakaingia kwenye hoteli ambayo nilikuwa naitumia sana, kila nikienda nje nikirudi nafika pale, nikitoka Mwanza nikifika Dar es Salaam nafikia pale, nikiondoka nikirudi toka nje nafikia pale. Kwa hiyo tukajenga mahusiano ya karibu na wale receptionist, wale wa mama wa dada wale wa receptionist, wakanijua ni Bishop. Mimi huwa nikifika sehemu naandika Bishop, wanajua mapema. Lakini sio hivyo tu, nikawa na mkutano fulani hapo kwenye hoteli, nikaita waandishi wa habari, nimevaa kibishop. Okay, so walikuwa wananijua. Sasa walipoona wale watu na wameshika picha ya kwangu na mimi niko ghorofa ya 5, wakajua hapa kuna walakini, hapa wakajua kuna sintofahamu. Wale watu baadaye wakaenda hapo reception wakaniulizia, lakini wale wadada wale wakashtukia. Wanaulizwa, Bishop Mpemba yuko huku, yumo humu ndani? Na kwa nini walikuja kwenye hoteli hiyo? Saa moja kabla nikapigiwa simu. Halo, wewe ndio Bishop Mpemba wewe? Bwana, tunakuhitaji. Wapi? Wewe nani bwana? Akasema mimi naitwa Nyombi. Wapi hapo? Hapa makao makuu ya CID. Tunakuhitaji saa 2 asubuhi. Nikamwambia nitakuwa na udhuru. Basi uje saa 4. Nikawa na udhuru. Na kweli nikawa na udhuru. Sasa unasemaje? Nikamwambia labda nikitoka kwenye udhuru wa saa 4 mimi nitakuja, na kweli ilikuwa niende. Saa 4 nilikuwa nimeitwa na watu wa TCRA kwenye ofisi za maelezo kwenda kusikiliza hukumu ya redio ya kwetu. So ninakata hiyo simu, ndio napigiwa simu. Kuna watu wanakuulizia, lakini tunaona ya kwamba sio watu wazuri, na hivyo tumewaambia umecheck out. Kwa hiyo wakipiga simu ya moja kwa moja hapo usipokee. Mimi ndugu zanguni, leo unasikia sauti hii ni kwa sababu Mwenyezi Mungu aliwatumia ma receptionist kuokolewa kwangu. Usikie. Anyway, nakata hiyo story ikaishia, nikaondoka, nikaja huku. Lakini kule Mwanza nilikuwa na gari langu, nilikuwa na magari mengi. Moja katika magari nilikuwa natumia sana ni gari inaitwa Land Cruiser V8. Ndio ilikuwa gari langu natumia. Kwa hiyo watu wakiona ile gari wanajua gari la Bishop limepita, gari la Bishop. Sasa nikawa nimeliacha pale Mwanza. Sasa elewa, hapo tayari niko Marekani, siko Tanzania. Lakini gari ile natumiwa na kijana dereva wangu, nimemwachia pale. Mimi nimeshaondoka, dereva wangu ndo anatumia ile gari. Siku moja akiwa anatoka mjini Mwanza, iko barabara inaitwa barabara ya Makongoro, karibu
na kanisa la AIC. Ghafla ikapita gari, iko spidi, ika overtake gari hiyo, gari ya kwangu, ikaenda ikapaki mbele, wakatoka watu mle ndani. Sasa huyu dereva wangu sasa amepanic, maana wamepaki mbele yake hapo, ghafla hivi kapanic. Sasa amepanic, iko peke yake, panic, watu wameruka kwenye gari ile, naye amesimama, wanapiga milango, wanapiga madirisha, fungua fungua fungua. Akashusha vio, anatetemeka. Bishop yuko wapi? Bishop yuko wapi? Bishop yuko wapi? Dereva wangu Mchaga yule ametetemeka kweli. Wale jamaa hawajafungua milango ile, hawajaangalia mle ndani, wakanikosa, wakamwambia aondoke. Ametetemeka, akaenda nyumbani kwangu, akapaki gari, akaenda zake nyumbani. Mapigo ya moyo yamepanda, hajui nini kinachoendelea. Hiyo ndugu zanguni, ilikuwa ni safari yangu ya pili ya kutekwa. Safari ya tatu. Safari ya tatu sasa, Mheshimiwa Magufuli, mzee wa Chato, rais wa awamu ya 5, ameapishwa. Baada ya kuapishwa, safari yake ya kwanza anaenda Mwanza. Wale mashehe wale, kuna shehe moja anaitwa shehe mkuu wa Mwanza pale, jina lake huwa linanichanganya, anaitwa Kibeke au Kibeke, kitu kama hicho. Wale wa Mwanza mnaweza mkanikumbusha Shehe Kibeke, kitu kama hicho. Akisikia habari hata anajua. Mashehe na maaskofu akasema, mtu wetu wa kanda ya Ziwa anakuja Mwanza for the first time and he has become the president of our country, so we need to go to the airport and welcome him. Lazima tuende airport tukamkaribishe huyu mtu wa kanda ya Ziwa. Wanasema Msukuma, sina hakika sana, lakini katika hilo anyway. Kwa hiyo ndugu zangu, mashehe wamekusanyana na maaskofu wamekusanyana. Wakati huo mwenyekiti wa umoja wa makanisa katika jiji la Mwanza alikuwa anaitwa Bishop Charles Sekerwa. Yuko hai ninavyozungumza. Bishop Charles Sekerwa wa kanisa la CEC, Charismatic Episcopal Church. Nalijua sana kwa sababu nilihusika kumrecommend serikalini ili aweze kusajiliwa. Na yeye yuko hapo. Askofu mmoja rafiki yangu, askofu wa kanisa la Anglican, anaitwa Bishop Boniface Kwangu. Mungu amuweke mahali anapostahili. Walimuua, lakini kabla hawajamuua, nikupe story. So wamekutana wote, wako VIP, wanakuja wako VIP, wengine wameshaingia VIP pale Mwanza airport. Mashehe wamevaa makanzu yao mazuri yale, wamepiga baragashia zao, wako vizuri. Maaskofu na wenyewe wamepiga sare zao, wako vizuri. Ghafla bin vu wakamfuata Askofu Charles Sekerwa ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa makanisa wakati huo. Wakamkamata, wakampeleka kando, wakasema, wewe ni Askofu Mpemba, wewe ni Bishop Mpemba. Wakamfananisha askofu yule na mimi. Wakati huo niko Marekani, ndugu zanguni.
Nimetafutwa nikiwa Tanzania, sasa siko Tanzania, natafutwa sasa kwenye gari sasa airport. Sasa unajiuliza swali, wananitafuta kwenye msafara ambao rais anakuja, ili iweje? Ili waje waseme tumegundua Bishop Mpemba alikuwa na mabomu au alikuwa na risasi au alikuwa na bastola, alikuwa anataka kumshuti Magufuli. Unafikiri uongo huo ungemfikia Magufuli, asingeamini? Unafikiri asingeamini? Au wewe ndio ungekuwa, wewe ndio rais sasa, ndio umekuja, alafu hao watu hao wasiojulikana, lakini wasiojulikana hao wana uwezo wa kufanya tafuta na linda kwenye msafara wa rais. Hao wasiojulikana hawajulikani. Nilikuwa nawaambia watu wa Mwanza kwamba wasiojulikana hawajulikani kwa wasiojulikana, lakini wasiojulikana hao wanajulikana sana kwa wanaojulikana. Narudia tena, akili yako izungushe, ufikirie ninachozungumza. Wasiojulikana hawajulikani kwa wasiojulikana. Kwa lugha nyepesi ni kwamba wasiojulikana kama wewe na mimi hatujulikani katika nchi, hatuwezi kuwajua hao wasiojulikana, lakini wasiojulikana hao wanajulikana sana katika nchi kwa wale watu wa nchi wanaojulikana. So natafutwa kwenye msafara wa rais ili nisingiziwe mambo ambayo mwisho wake usingekuwa mwisho mzuri. Sasa nikayajuaje haya? Charles Sekelo hakuniambia hizi habari, na wala hatujawahi kuwa na mawasiliano naye tangu mwaka 2013. Sina mawasiliano naye, kwa sababu kuna watu wanaweza wakafikiri yeye ndo aliniambia. Hakuniambia. Aliyeniambia ni bishop wa kanisa la Anglican, Bishop Boniface Kwangu. Ainiambia wapi? Je, alinipigia simu? No. Ilikuwaje? Ainiandikia ujumbe? No. Ilikuwaje? Bishop Kwangu alikuja Marekani, akafika mpaka nyumbani kwangu, ndipo akaniambia, kwa sababu na yeye alikuwa ni mmoja katika maaskofu waliokwenda kumpokea Magufuli airport. Baada ya kutokea kilichotokea, Bishop Sekelwa akagafirika, akaona hana hata haja ya kuwepo kumpokea Magufuli, aliondoka zake. Bishop Sekelwa yuko Mwanza, yuko hai. Sasa hicho ni kipindi cha Magufuli. 2013, kipindi cha Kikwete. Kikwete kateka, Magufuli kateka, Samia anateka. Kwa nini? Ndio falsafa yao. Ndugu zangu, katika hii dunia hakuna mwanadamu anafanya jambo bila kufikiri kwanza. Leo mmeniona niko hapa. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya kuja hapa nilifikiria kuja Discord. Nilipofikiri, akili yangu ikakubaliana na fikra zangu, vidole vikachukua simu, nikaingia Discord. Nisingefikiri, nisingekuwa hapa. Ndivyo ilivyo na wewe kwako. Umefikiri kwanza, na ndivyo baadaye ukaingia kwenye Discord. Unapoona jambo linafanyika, elewa kabla halijafanyika, mtu au watu walikaa na kufikiri, na fikira zile zinaweza kuwa zilianzishwa na mtu mmoja,
halafu akawashirikisha wengine, halafu wakakubaliana, ndipo unaona matokeo. Dunia hii ndugu zanguni inatawaliwa na fikra, inatawaliwa na mawazo. Hii dunia tunayoishi, kila unachokiangalia ni matokeo ya mawazo. Nikusaidie faster kabla sijaja huku kwenye falsafa ya Chama cha Mapinduzi, na nikwambie kwa nini wanafanya hii. Dunia ndugu zangu inatawaliwa na fikra. The world is ruled by ideas. Viatu ulivyovaa, fikra. Nguo uliovaa, fikra au mawazo. Kitanda unacholalia, fikra. Gari unayoendesha, fikra. Nyumba unayoishi, fikra. Simu ulionayo, fikra. Saa ulionayo, fikra. Poda unayopaka, fikra. Wig unalovaa, fikra. Fridge, fikra. TV, fikra. Kila kitu fikra. Hata unapowasha taa nyumbani kwako, ile taa fikra. Switch fikra. Wire fikra. Umeme fikra. Kikombe cha chai fikra. Beer, wine, champagne fikra. Fikra, mawazo. Sasa tunaona serikali ya Chama cha Mapinduzi inafanya inachofanya. Sio kwamba inatokea tu. Nilikuwa namsikiliza muda mchache umepita, huyu mwanamke anaitwa Samia anaongea na vijana wa Dodoma, anaopongeza, anaopongeza kwamba nashukuru sana mmevaa t-shirt ambazo zinasema never again, kwamba isitokee tena. Sikiliza jamani, ndugu zangu wa Tanzania, na Samia aelewe hayo mambo haya sio kwamba yametokea tu, kwamba watu ghafla watu wakasikia wanapigwa mabunduki vichwani. Sio kwamba imetokea, imesababishwa na fikra ambazo zilikuwa ndani ya mtu anaitwa Samia. Wewe wapi mwana? Wewe kitu gani? Anawaambia nashukuru mnasema isitokee tena. Sio kwamba wanasema, haikutokea tu, imesababishwa kutokea. Ile unaona watu wao katika magari, wana mabunduki, marisasi, wanapiga watu. Sio kwamba imetokea tu. Kuna kikao kilikaa Ikulu, wakakubaliana kununua bunduki, kununua marisasi, wakakubaliana kuwa na magari, kuwa na petroli, kuwa na mafuta na posho za kulipa wale ambao watakwenda kutekeleza huo ushenzi waliofanya. Ni kwamba walikubaliana, walikaa kwanza, wakakubaliana. Ndio unaona kuna gari ziko Dar es Salaam, gari zingine ziko Mwanza, zingine ziko Arusha. Sio kwamba ilitokea tu, no. Magari yale na wale maskari wanaopiga watu ni matokeo ya fikra. Kama fikra ile ingekuwa haimo ndani ya Samia, haya mambo tusingeyaona katika nchi yetu. Ndio uone jinsi ambavyo mwanadamu anavyoweza kuwaza ushenzi, ushetani, upumbavu, uenda wazimu. Hata kama unamwona hivi leo anaongea kama vile ni mwanadamu, kama vile mtu hivi. No. Kuna tatizo katika kichwa chake na moyo wake. Mwenyezi Mungu anasema, as a man thinks in his heart, so is he. Awazavyo mtu moyoni mwake ndivyo atakavyokuwa. So you become
what you think. You will manifest what you think. Na maadam Chama cha Mapinduzi ndivyo wanavyofikiria, watarithishana kufira Watanganyika, watarithishana kuua Watanganyika, hawataacha. Because as a man thinks in his heart, so is he. You will always do what you think. So if you think wickedness, you will do wicked stuff. If you think lovingly, you'll do loving stuff. Whatever you think, you become. Niwapeleke kidogo kwenye Bible kidogo kule. Shida yako unafikiria Biblia ni kitabu cha Wakristo. Ndio ugonjwa ulionao. Mika ugonjwa kako. Biblia imekuwepo kabla ya Wakristo hawaja kuwepo. Unashangaa. Hilo andiko nalokuambia awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, ni kipindi ambapo Yesu hajaja, Ukristo haupo, lakini ni neno la Mwenyezi Mungu. Tatizo lako wewe ukiona Biblia unaona tu ni Wakristo. Biblia ni kitabu cha ufalme wa Mungu. Mungu ana ufalme wake na ufalme mwingine ni wa Shetani. Hakuna ufalme mwingine zaidi ya hizo mbili. Ndio maana katika ufalme wa Mungu, Mungu anasema yale ambayo unapenda watu wengine wakutendee, na wewe watendee yayo hayo. Kama wewe unapenda kufirwa, na wewe fira wengine. That's the language of the kingdom. Yale ambayo unapenda watu wengine wakutendee, na wewe watendee yayo hayo. Kwa Mungu nasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu, yasema Mkristo wala Muislamu wala mpagani, kila mtu aangalie na mambo ya wengine. Kwa Mungu nasema lia na wanaolia, na ufurahi na wanaofurahi. Usione watu wameuawa, halafu unakuja kutubania pua, unatuambia kifo. Pumbavu. Kwa nini? Mungu anasema wakilia, lia nao, wakifurahi, furahi nao. Mtu kapata promotion, anashangilia, anafurahia, wewe usikasirike. Ukikasirika umeenda kinyume na ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unasema haki huinua taifa, bali dhambi, dhuluma ni aibu kwa watu wote. Haki ndio inayoinua. Hata kama nchi haina madini, lakini kama kuna haki, Mungu atashusha neema zake. Wale viongozi watajua cha kufanya, wakati wa kufanya na jinsi ya kufanya, na wakifanya nchi ile itainuka. Singapore hawana madini kama Tanzania, lakini wana uchumi mkubwa sana kuliko Tanzania. Pojaga Magembe, Wanangikuru. Haki inainua. Ukiniambia Bishop, sasa bwana niambie neno moja tu la maisha yangu, nitakwambia haki. Uwe mtu wa haki. Kama ni haki, simama na hicho. Anaongea mtu mmoja wa Mungu aliyeupendeza moyo wa Mungu, a man after God's own heart, anaitwa King David. Anasema nimekuwa kijana na sasa ni mzee,
sijawahi kuona mwenye haki akiachwa, wala uzao wake kuomba chakula. Wow. Wow. Hivi ukisikia bwana, yule pale, yule anaitwa Daudi, yule bwana yule, imetangazwa yeye ndo anaupendeza moyo wa Mungu, je, utapenda kusikiliza maneno yake? Oh yeah. Anasema nimekuwa kijana na sasa ni mzee. Anasema sijawahi kuona mwenye haki akiachwa, na sio yeye kuachwa, hata nasema na wala uzao wake kuomba chakula. Manake hawapungukiwi. Kwenye haki hutapungukiwa. Inaweza ikaonekana kama vile wanakwenda kukusambaratisha, mwanangikoro. Funga mkanda wako ndugu yangu, maana muujiza wa Mungu umekaribia. They will fail. Baada ya maneno hayo, turudi kwenye Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi walikwisha kufanya tathmini. Katika tathmini yao wakagundua ya kwamba hawapendeki. Wakagundua ya kwamba hawapendeki katika mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakajua pasi na shaka yeyote ya kwamba hawapendeki, na kwamba ikitokea uchaguzi umefanyika ukawa uchaguzi wa haki na huru na haki, kushindwa lazima washindwe. They come to that realization. Walifika hapo, walitambua. Unapoona haya yanaendelea kutokea, watu wanatekwa, is a proof ya kwamba wanajua hawapendeki. Na walijua hawapendeki sio leo. Wamegundua hawapendeki miaka chungu mbovu huko nyuma. Hawapendeki Zanzibar, hawapendeki Tanganyika. Ndio maana miaka yote wamekuwa wakiiba kura, wakitengeneza kura feki. Kwa nini uwe na kura feki kama unajua unapendeka? Why? Na kama ninyi, yani CCM, hawahusiki na kura feki, watu waambie ni nani wanahusika na kura feki, ambao kila kura feki inapokamatwa inakuta sehemu ambayo imetiwa tiki ni sehemu ya mgombea wa Chama cha Mapinduzi. Nani anahusika? Wakutaka ushindi wa Chama cha Mapinduzi tu. Maana kama hawahusiki na kwamba wanahusika ni wapinzani, tungeona tiki katika vyama vya upinzani. Tiki zote, siku zote, miaka yote ni kwenye Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wao ndio wanahusika. Na kwa sababu wanahusika, hawawezi wakajikamata wenyewe. Umesahau ile story ya wale jamaa viongozi wa dini? Wale viongozi wa dini umesahau? Wakamkamata mwanamke mmoja mrembo sana, mrembo anapendeza, mwili umekaa vizuri, sura haina chunusi. Wakamkamata, wakampeleka kwa Yesu. Wanamwambia, Bwana Yesu, huyu tumemkamata live anakula uroda. Yesu alijua kwamba haiwezekani mtu kula uroda peke yake. Alijua hilo, lakini hakuwauliza, kwa sababu aligundua huyo mama mrembo aliyekuwa nakula naye uroda alikuwa ni kiongozi mwenzao. Ndio sababu katika mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania majizi yako Chama cha Mapinduzi na hayakamatwi kwa sababu ni majizi menzao. Halo. Yesu akageukia wakuu wale viongozi wale, akamwambia okay. Hakuwauliza kwamba alikula naye uroda yuko wapi? Yesu unajua sometime ukikutana na wazee kwa vile Dr. Slaa, unaweza kaongea jambo namna hii akakusikia akajua kuna walakini, lakini hakuulizi. Lakini alishajua kila kitu. Anakuitikia tu
kumbe, lakini tayari amekwisha kujua. Na mimi nakwambia ndivyo walivyo Watanzania wengi siku hizi, Watanzania wa Discord, wa Sauti ya Watanzania na sehemu za TikTok. Wanajua kinachoendelea kwenye nchi ni ushenzi na ushetani na wenda wazimu. Narudi kwenye Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi, mimi naitwa Mzee Fumbua Macho and I am your friend. Sasa mimi sinawaambiaga kweli, yani mnisikilizage tu. Ile sijui kusema sema anatakana afike kituo cha polisi cha Msimbazi kesho saa 4 asubuhi. Hainihusu hiyo, hainihusu hiyo, hainihusu. Na namshukuru Mungu kwa sababu ya taifa la Ujerumani mwaka 84 walikaa wakata mipaka na iheshimiwe. Wanafikiri bila mipaka wengine tungekuwa tuko vipi? Kwa hiyo ile kuja saa 4 asubuhi sijui hajaripoti wapi, hainihusu. Kwa hiyo kwa sababu hainihusu, natakana mnisikilize. Rafiki yangu Mheshimiwa Abiudi anakuambia utake ndio hivyo hivyo, usitake ndio hivyo hivyo. Mheshimiwa Abiudi rafiki yangu anakuambia utake ndio hivyo hivyo na usitake ndio hivyo hivyo. Ndugu zangu wa Tanzania, hawa viongozi wa serikali ya Chama cha Mapinduzi inabidi wakati fulani wayasikie maneno kama hivi. Yani kuna maneno ambayo wanapaswa kuyasikia lakini hawayasikii katika nchi. Lazima sisi tuwasikizishe maneno. Watake ndio hivyo hivyo, wasitake ndivyo hivyo hivyo. Tupo hai kwa ajili ya wakati kama huu. They could not kill me because at that time I hadn't finished my assignment. There was something that I was supposed to accomplish to fulfill what God has said in his word, that you shall never die but live, in order to declare the wonderful works of God. And I'm here to tell you, as you are listening to me, nobody will take your life before you fulfill the assignment that brought you here. You were manufactured in heaven, assembled in Tanganyika, Tanzania, and God assigned you to go all over the world to reach your generation. And therefore, you'll never depart from this world before fulfilling that which you are born to accomplish. Paul Jaga Magembe, Mwanangikoro. Nimeamua kuatisha kidogo na English ambayo wabunge wa CCM hawaiwezi. Funga mkanda, nyosha miguu, kunywa uji. Back Chama cha Mapinduzi. Walikwisha kujua hawapendeki, kwa hiyo wanatumia mechanism ya threat, fear, intimidation, manipulation and control kuwakamata watu ili wafanye mambo wanayotaka. Umeelewa hiyo? Wanatisha watu. Kwa nini wanatisha? Kwa sababu sio viongozi. Mtu yeyote ambaye ni kiongozi wa kweli, naomba unisikilize Mwanangikoro, please Mwanangikoro, can you listen to me a little bit? Leadership is the ability to influence people in order to achieve a purpose. Leadership is the ability to influence, to inspire, to motivate, to encourage people so that together with the people, you as a leader may fulfill a purpose.
So a leader is an influencer, an inspirer, an encourager, a motivator, a tactician, a strategist, a mobilizer. They are leaders because they have the ability, capability, power to influence people. Leadership is influence, nothing more, nothing less. If you call yourself a leader and you cannot influence people, you are not a leader, but you are a follower in a position of leadership. Pojaga Magembe, Wanangikoro. Kwa nini wanaua, wanateka? Kwa sababu wanataka kulazimisha watu wawakubali. Hakuna kiongozi anayelazimishaga watu. Kila kiongozi huwa anashawishi watu. Ukikuta mtu anajiita kiongozi halafu analazimisha watu, huyo sio kiongozi, ndugu zangu. Huyo sio kiongozi. Kuna sheria moja ya uongozi, mimi naita ni sheria ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere au sheria ya Edward Moringe Sokoine. Hii sheria inasema, when true leaders speak, people listen. Ni sheria. Viongozi wa kweli wanapoongea, wanapozungumza, kama huyo anayezungumza ni kiongozi wa kweli, then utajua, kwa sababu watu husikiliza. Ni sheria, ni sheria. Iwe ni kanisani ni hivyo hivyo. Unaweza kawa ni shehe mkuu wa msikiti, lakini ukiongea wewe hakuna mtu anasikiliza, ila kuna kazi fulani wala hakana cheo kwenye msikiti. Wewe kila ukiongea watu wote wanakageukia kenyewe, wanakaangalia. Kakitikisa kichwa wanajua yes, ngome imepita. Kakikaa kimya hakafanya chochote, wanajua hakajakubali. Wewe utakuwa unaongea umekazana huko, unajua umevaa na kanzu yako na umeshika na tasbihi na kila kitu, lakini no, hakuna mtu anakubaliana na wewe. Hakuna mtu anakubaliana na wewe. Why? Because when true leaders speak, people listen. Mpaka kale kazee kale kakuunge mkono kwenye kile unachosema, ndio watu wengine wote wanakubaliana na wewe. Ndivyo ilivyo mpaka kwenye familia. Unaweza kuwa umezaliwa wewe ni mtoto wa 7 au wa 9 au wa 2. Kuna wengine wamekutangulia kuzaliwa, lakini hata kwenye kikao wanasema yule fulani yuko wapi jamani? Jamani fulani hivi fulani mmemwita yule. Jamani na fulani yupo, mbona hasimuoni fulani? Mbona tumuone? Unajua kwa sababu gani? Wewe ni firstborn lakini una sauti. You are not a leader. You are not a leader. Because when true leaders speak, people listen. Tanzania hatuna kiongozi. Why? Wewe nani akiongea unakubali? Huyo Samia akiongea unakubali? Unakubali? Akiongea Samia unakubali? Akiongea Wasira unakubali? Nani akiongea unakubali? Hata wenyewe kwenye chama chao wanajua kama huyu akiongea hawakubali, lakini hawasemi kwa sababu wanaogopa aidha kufukuzwa au kutumbuliwa. Lakini katika mioyo yao hawakubali. Na CCM walivyo wanasubiri mpaka huyo mtu afe au aondoke au aache nafasi ndio wanaanza kuongea. Bwana kipindi kile mambo yalikuwa magumu sana. Sasa hivi wako kimya, utafikiri waswahina. No, wana hofu, waoga. Lakini nani akiongea katika nchi watu wanasikiliza leo hii? Samia anasikizwa na nani? Analazimisha tu. She's not a leader. A leader is an influencer. Viongozi wana jinsi ya kuzungumza, kugusa mioyo ya watu.
Huyu anayetuita mbwa wanaobweka, mara tumeitwa ngochiro, mara tumeitwa majina fulani. Yani sisi ni wakupewaga majina tu, ni kwa sababu wanajua hatuwakubali. They are not leaders. Kwa nini unamshambulia Mheshimiwa Tundu Lissu? He is a leader. Leader yeyote, ndugu zanguni, anapozungumza anazungumza kwa makusudi ya kuongeza thamani ya wale wanaomsikiliza. Akipata nafasi anataka kuongeza thamani wale wanaomsikiliza, na sio hivyo tu, anaanzia kwenye kuthamini vitu walivyo navyo wale watu. Lazima athamini kwanza vitu vile ambavyo watu wanavyo. Akishathamini vile vitu vyao, hata kama ni vya hovyo, wewe nitupe katikati ya mabinti malaya, vijana malaya, unafikiri nitaanza kuambia nyewe malaya mnakwenda motoni, Mungu amewakataa? Siwezi kuanzia pale. Nitaambia ninaona mna nguvu ya kutosha, ndio sababu mnaweza mkafanya umalaya, lakini Mwenyezi Mungu hajakusudia nguvu hizo ambazo amewapatia mzingize kwenye umalaya. Mungu anataka kuwabadilisheni ili nguvu hizo mzingize kwenye maendeleo katika maisha yenu, familia zenu na taifa kwa ujumla. Utasikia huyo ndio bishop jamani, bishop si ndio huyo jamani, bishop ndio huyo. Why? Unathamini vitu vyao alafu unaongezea thamani. Swali, Samia amethamini nini cha kwako? Au viongozi wa Chama cha Mapinduzi wamethamini nini vya kwako? Miaka yote wanakuta mama yako, bibi yako anauza ndizi, anauza karanga, wanapinduaga meza, wanatupa kule, wanasema wanachafua mazingira katika, yani wanaharibu kila kitu. Wamefanya hivyo kwa generations katika nchi yetu. Hawakuwahi kuthamini vitu vya wazazi wetu na kuwasaidia kutoka pale na kuwaongezea thamani katika maisha yao. Wanathamini vitu vya wageni. Katika matajiri 10 wa Tanzania wote ni weupe, hakuna Mwafrika hata mmoja. Kwa nini? Kwa sababu ngozi nyeusi ya Chama cha Mapinduzi inaamini kwamba anayestahili kufanikiwa ni mweupe. Ndio maana kila kitu mara akapewa Mwarabu, mara akapewa Muhindi, mara akapewa Mzungu, mara akapewa Mchina, yani ule weupe ule. Lakini wewe mweusi haupewi kitu. Mweupe anaweza kasemewa miaka 5 afanye biashara katika nchi yetu na apate mali na aondoke, lakini wewe mweusi, Mtanzania, Mtanganyika mwenzangu, kabla ya kuanza biashara yako, TRA wanakuaga manabii, wanajuaga kesho yako itakuwaje ya biashara, wanakupiga kodi kabla hujaanza biashara. Pojaga magembe mwanangikoro, na ulivyo mjinga unabana pua 5 tena. Pumbavu. Inabadilika vipi? Swali zuri. Tunakwenda kwenye Bible. Sikuna majibu. Unataka majibu kwenye Bible. Kabla Yesu hajaja palikuwa na utawala mwingine duniani. Kabla Yesu hajaja palikuwa na ufanyaji kazi tofauti duniani. Yesu akaja. Na ukitaka kumjua kiongozi mzuri, tafuta ujumbe wake wa kwanza aliongea na wanadamu ulikuwaje. Mimi nakusaidia kufikiria. Tusigombane hapa. Sitaka nikupe jibu nini cha kufanya ili mambo yabadilike. Sisi tunaenda huko. Sasa tunaenda kwenye Bible. Nimewaambia watu wa Clubhouse miaka ya nyuma huko, na mimi nawaambia leo watu wa Discord, ya kwamba kuna mambo mengine huonekana ni ya kipumbavu yasiyokuwa na faida, kwa sababu mtu hana elimu ya mambo yale. Lakini akipata elimu ya mambo yale ambayo anayaonaga wakati fulani ni ya kipumbavu, atapata majibu ambayo amekuwa akihitaji. Kwa mtu asiyekuwa na elimu na maarifa, anaweza kumuona huyu mwana maabara, huyu lab technician ni mtu wa hovyo sana. Eti anataka mavi, anataka mkojo, mara anataka kunidunga sindano achukue damu.
Damu ina kitu gani? Mkojo una kitu gani? Haja kubwa ina kitu gani? Si mauchafu haya? Si mahovyo haya? Utasema hivyo kwa sababu huna maarifa ya damu, huna maarifa ya mkojo, huna maarifa ya haja kubwa. Lakini mwenye maarifa ya damu, mkojo na haja kubwa anajua ya kwamba damu, mkojo na haja kubwa huwa vinazungumzaga, vinatoaga taarifa. Ndio sababu wakati anavichukua wewe unaona uchafu. Eti wananiambia nipeleke haja kubwa. Mambo gani sasa? Mambo gani haya? Una maarifa. Wenye maarifa wanajua haja kubwa inatoaga sauti, ina message inayokuhusu wewe. Ndio wenye maarifa wakichukua hivyo vitu wanajua una kisukari, wanajua una minyoo, wanajua una typhoid, wanajua una malaria. Wakishakupa dawa unashangaa umepona, kwa sababu vile vitu ambavyo wewe uliona ni vichafu kwao vilikuwa ni vitu vya thamani, vinatoa taarifa. Back to the Bible. Ni vitu vya thamani, vinatoaga taarifa. Kwako ni vitu vya hovyo, kwa sababu huna maarifa. Ujumbe wa kwanza, huyu ambaye umemsikia anaitwa Yesu, kiongozi Yesu, ni kiongozi wa ufalme wa Mungu. Ufalme sio dini wala dhehebu. Ufalme ni serikali. Hello. Kingdom is a government. Sasa kama huna fikra hiyo, unadhania ni dhehebu, unadhania ni dini, that's your problem. That's your problem. Na uongo wowote ulioaminiwa kwa muda mrefu haubadiliki kuwa ukweli. Na uongo wowote ulioaminiwa na watu wengi haubadiliki kuwa ukweli. Na uongo wowote ulioaminiwa na waheshimiwa kwa muda mrefu na ukashadadiwa na waheshimiwa haubadiliki kuwa ukweli. Uongo unabakia kuwa uongo mpaka pale ukweli utakapokuja. Na uongo unaweza ukakaa na mtu akazaliwa mpaka akafa asipate ukweli, kwa sababu ukweli unakuwa haujaja. Kingdom is the government. Ni serikali. Ujumbe wake wa kwanza, na ndio mwarobaini wa Tanzania hapo. Ngoja nikurushie kidogo. Kitabu cha Mathayo sura ya 4 mstari wa 17. From that time Jesus began to announce, to declare, to proclaim, saying, change your mind, change your direction, because another government has arrived. Ndio Mathayo 4:17 maana yake hiyo. Aliposema kuanzia wakati huo Yesu alianza kuhubiri. Neno kuhubiri sio neno la kidini. It is to declare, it is to decree, is to announce. From that time Jesus began to announce, to declare, to decree, saying, repent. Neno repent sio neno la kidini. Neno repent manake change the way you think, change your mind. Once you change the way you think and you change your mind, then it will automatically help you to change your direction, to change what you do. And therefore, a change of the way people think is a result of a change of government. I wish you understand what I'm telling you. I wish you understand. I wish you get it. I wish you get it. Yesu anakuja anawaambia, mmekuwa na aina fulani ya fikra, ndio maana mnafanya mnavyofanya. Lakini sasa ninawaambia, badilisheni jinsi ya kufikiria, kwa sababu serikali nyingine imewadia. Message ya kwanza ya Yesu haikuwa kupiga magoti, haikuwa kuimba, haikuwa
kuua ni kuabudu. Message ya kwanza anawaambia wanadamu, badilisheni navyo. Ndugu zangu wa Tanzania, maadamu CCM wanafikiria hivi, tutarajie kufirwa, kutekwa, kuuawa na kadhalika. Kuchange hali hiyo, lazima itokee change of government, na CCM hawataki. Ndio maana wanatisha watu kwa kuteka na kuua, kwa sababu wanajua hawapendeki. Hilo wanalijua. Na sio hivyo tu ndugu zanguni, wanajua ya kwamba kwa miaka hii 64 ya uhuru wametufanyia mambo mabaya mno. Wanajua ikija serikali nyingine wamekwisha. Wanajua hilo. Wanajua wametuibia sana kwa manufaa yao binafsi. Wanajua ikija serikali nyingine wamekwisha. Wanajua watu waliowaua kwa maelfu na maelfu, wanajua walivyofanya hata kumfanyia mheshimiwa Tundu Lissu kwa kumpiga risasi. Wanajua ikija serikali nyingine uchunguzi ukafanyika, wamekwisha. Wanajua mikataba walioingia ya hovyo kwa manufaa yao wao wenyewe. Wanajua ikija serikali nyingine wamekwisha. Na kwa hiyo solution liwe mbana hatu. Je, wewe unajua hii? Wewe unafikiri ni lele mama? Unafikiri lele mama? Nimewaambia ndugu zangu, ni mambo hayajileti yenyewe, bali mambo husababishwa kutokea. Ndio maana kila anapoinuka mtu kinyume na wao, wanataka kumuua, wanajua kesho yao sio nzuri, kwa sababu wametufanyia mambo ya hovyo sana. Waliingia kwenye siasa kwa manufaa yao wenyewe. Hawakuja kwenye siasa kama yule waziri mkuu wa Singapore Lee Kuan Yew, aliingia kwenye siasa kwa sababu ya kuwanufaisha wananchi katika nchi yake. Leo hii asilimia zaidi ya 90 ya watu wa Singapore, kila mtu ana nyumba yake mwenyewe yenye thamani kati ya $100,000 mpaka $400,000 na kuendelea. 90% ya watu wa Singapore wana nyumba zao wenyewe. Kwa sababu gani? Viongozi wa mwanzoni walioweka msingi kwa ajili ya kuwatumikia wananchi, kuwahudumia wananchi, kuleta vicheko kwa wananchi. Sio hawa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, wanajiangalia wao wenyewe. Ndio maana hata kama hauna madawa katika hospitali, hauna mashine za kupima vitu mbalimbali, hawajali. Wananunua gari kumpatia mkurugenzi, kumpatia waziri, kumpatia mkuu wa mkoa, kumpatia mkuu wa wilaya, gari ya gharama kubwa. Hata kama huna madawa, they don't care, kwa sababu hawako pale kwa ajili yako wewe, wako pale kwa ajili yao. Ndio maana kila anapata nafasi anaweka mtu wake. Ndio maana Samia ameweka ndugu zake, watoto wake, wakwe na vurugu za kila aina. Kwa sababu gani? Hawakujali wewe. Je, njia 3 za kujua mambo. Unaweza kujua mambo kwa sababu umepewa taarifa kama hivi, unajua mambo. By information, you are being informed. Unajua mambo. Na hapa Discord kuna watu chungu mbovu wanatupaga maarifa kila wakati. Nenda kule Sauti Tanzania, maarifa kila wakati. Unajua mambo kupitia information. Unakuwa informed kwa njia mbalimbali. Aidha mtu amesema na wewe, umeona kwenye TV, umesoma kitabu, umekuwa informed. Unajua mambo. Njia moja hiyo. Njia ya pili, unajua mambo kwa sababu sio kama mtu amekuinform kwanza, no, wewe umeanza kumchokonoa kwa maswali. Ndio maana kuna wakati watu wanamuuliza maswali magumu hapa Dr. Slaa, kwa sababu ana experience katika mambo ya serikali, then unapata majibu. You inquire, then unakuwa unajua mambo, unapata information, unafahamu kwa kuuliza maswali. Na mtu anayeuliza maswali ana control mjadala. Andika hiyo, aulizaye maswali ana control mjadala. Ndio maana lazima uwe na maswali 3 kila wakati. Ukutana na daktari una maswali 3, mwanasheria una maswali 3, umekutana na profesa chuo kikuu una maswali 3, umekutana na nani una maswali 3.
Na wewe ujifunze, hasa wewe kijana, unapokutana na mtu amekuzidi umri, nyamaza kimya, acha kuongea vitu vyako na ujuaji wako, mchokonoe kwa maswali, kwa sababu ndani ya huyo ana hazina ambazo hata mwenyewe hajui, lakini ukimchokonoa swali anakumiminia hazina, zinakusaidia, unapata shortcut. Baada ya miaka 50, 60, 70 ya yeye aliyoishi, unazikia na kufahamu hayo aliyoyafahamu, wewe ghafla bin vu unajua mambo. Ndio maana ukiwa kijana, kama huna watu marafiki zako wenye umri wa miaka 50, 60, 70, 80, wewe ni mwenda wazimu, ni mjinga. Umebakia tuna jenzi, wewe nilijenga, kwa sababu kuna wisdom fulani ambayo unaikosa, ambayo ungeipata faster bilivu kama ungejifunza kuuliza maswali. Halo, nikwambia rafiki zako ni nani wenye umri wa miaka 60, 70 kwenda mbele? Unao wewe pale wewe. Kwa unashindwa kuconnect wisdom ya miaka ya nyuma uchanganye na ya kwako ikusaidie kwenda mbele. It is the wisdom of the elderly, the aged, the old people. When mixed by your wisdom, the wisdom of the new generation, these two kinds of wisdom will catapult you to your destiny. Nimewatisha wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Funga mkanda, nyosha miguu, kunyoje. Njia ya tatu ya kujua mambo. Ya kwanza, unapewa taarifa. Ya pili, unauliza maswali. Ya tatu, una cool, una pause, unachunguza, una observe, unaangalia tu mambo. Uulize swali, una observe, una check mambo yanavyokwenda tu. Hata kama umeingia kwenye familia, nyumba ya familia, una cool, na huko katika nyumba ya President Arthur, unafika pale una cool, unamwangalia President, unamwangalia na mke wake. Wewe uongee kitu, unaongea na watoto, wanapelekana vipi, wanaongeaga vipi, unacheki mambo, unacheki, unajua hii nyumba ina peace. Hii nyumba imejaa malove mwanangu, malove katika nyumba hii. Ukiingia namna hii, President akiongea jambo, afu kimcheki mke wake anamkata jicho, afu watoto hao wanaenda chumbani, unajua hapa kuna jambo. Sasa unaweza ukadanganywa katika information, unaweza ukadanganywa kwenye kuhoji maswali yako, ukadanganyika. Hauwezi kudanganyika by observation. Sasa wewe umekuja akina wale jamaa zetu kutoka Kenya, yule nani kutoka Kenya na yule dada kutoka Uganda, alafu akafirwa. Mpaka hujaelewa, kuja observe, hujafanya observation, kujua kinachoendelea kwenye serikali ya Samia. Wewe hujaelewa watu wameanza kutekwa kabla ya Oktoba 29. Watu hawajauawa Oktoba 29 na siku zilizofuatia, wameendelea kuuawa kabla ya Oktoba 29 chini ya serikali ya Samia. Na situambie yaliyotokea Oktoba 29 ya never again. Sikiliza. Kuna mengine yametokea kabla ya Oktoba 29 yanafanana na hayo yaliyotokea Oktoba 29. Usitufunge kamba kwamba yani ya Oktoba 29 ulianza kuua kabla ya Oktoba 29 na umeua baada ya Oktoba 29. Why? Kwa sababu ndio falsafa ya Chama cha Mapinduzi, kuwaua na kuwatoa roho watu wote wenye fikra tofauti na wao. Wanaua. Wasipobadilisha jinsi ya kufikiria, ndugu zanguni, tutarajie mambo haya. Na hajaisha mpaka leo wanaua. Kwani wameacha kuua? Wameacha kuua. Unategemea nini kwenye Chama cha Mapinduzi? Au wewe mwana CCM unategemea nini kwenye chama chako? Unategemea kitu gani? Kama kuna mambo mazuri ambayo wanatuahidia watakwenda kuyafanya katika nchi yetu, swali linakuja, nini kiliwazuia hayo mambo mazuri wasiyafanye miaka 64 iliyopita?
Ndugu zangu, kwani tusiwe watu wa kufikiria na kujua mambo? Kama kuna mambo mazuri ambao wanasema tutakwenda kuwafanyia sasa, tunakwenda kufanyia nini? Kiliwazuia serikali ya Chama cha Mapinduzi hayo mazuri kutufanyia sisi miaka 64 iliyopita, na badala yake leo wanatukamata, wanatupoteza, wanatufira, wanatuua na kila kitu. Unamtarajia mtu aliyekamilika kwenye ubaya atende yaliyo mazuri? Utakuwa mjinga sana kwenye kutarajia. Kama hatuwezi kupambana kupata serikali nyingine inayokuja na fikra tofauti, hii tumekusha kujua kwa miaka 64 haina jema lolote kwetu. Ndio maana kila bidii aidha ya kuelimisha watu au kusababisha taharuki lazima ifanyike, kwa sababu hawa watu hawasikii. Umemsikia yule waziri anakuambia wale ambao mnapiga vita rushwa ni kwa sababu hamjaingia jikoni. Maana yake nini? Maana yake kuna jiko ambako rushwa ni halali katika nchi yetu. Inasikitisha, tena inasikitisha sana. Unashindwa kuelewa wamejifunza wapi hiyo tabia? Maana muasisi wa nchi hii Mwalimu Nyerere alikuwa kinyume na rushwa. Kama wanamuenzi kwa matendo, iweje leo wao washabikie rushwa? Ni kwa sababu maneno yao wanazungumza, lakini hayatokei katika mioyo yao. Mungu anasema watu hawa uniheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. So kuna mtu mwingine anaweza kawaongea jambo, unaelewa, kama vile anakupenda sana, anakujali sana, kumbe anapanga kukuua. Nilimsikia Bishop Gwajima anazungumzia kuhusu Kikwete, kwamba bwana Kikwete alikuwa anaongea maneno mazuri wakati anamtafuta kumuua. Ndio maana leo wanamsaka Gwajima wamtoe roho. Kwa sababu gani? Anapigania haki za Watanganyika wa Tanzania. Imagine mtu anayepigania haki za raia katika nchi, hao walio katika madaraka wanataka kumuua. Hayo madaraka unafikiri ni ya ukweli au vipi? Usipokasirika kwa haya maneno, utakasirikia kitu gani? Tusipoungana na kupambana na kutafuta jinsi ya kufanya, tumekwisha. Leo CCM wanajua hawapendeki, ndio sababu wanahonga vyombo vya dola. Samia anawaambia polisi anaenda kuwatafutia hela kabla ya uchaguzi, na kaenda akakopa 125 billion akawapatia polisi. Kwa nini? Alijua hakubaliki. Kwa hiyo anataka kutumia nguvu ya polisi kujipatia nafasi, kwa sababu kikawaida rais haendi kutafuta hela kwa ajili ya taasisi fulani au chombo fulani cha dola. Taasisi na vyombo vya dola vinapata pesa kutokana na kodi ya wananchi, na kama ni msaada unakuja kutoka nje, unajulikana umekuja kwa sababu ya kunufaisha wananchi. Yeye akaenda kukopa hela kuhonga polisi ili wafanye anachotaka yeye, na walifanya. Na kitu gani ambacho Samia alikuwa anataka? Ni kuua Watanganyika, na polisi waliua kwa sababu walilipwa kuua. Alafu unashangaa tume ya Chande anasema kuna watu walilipwa kuandamana. Sikiliza Chande, unisikilize na ujaji wako wa hovyo. Samia alihonga polisi kuua Watanganyika. Hakuna wakati polisi anatafutiwa pesa na rais kutoka nje. Pesa ya polisi inatoka katika budget ya Home Affairs, kutoka katika hela ya Watanganyika wa Tanzania. Akaenda kukopa hela kuja kuwahonga polisi waue Watanganyika. Mbona katika ripoti yako haujaandika hilo jambo? Jaji gani? Na Samia aliwaambia kwamba sehemu ya kwanza ya kupiga risasi pigeni katika vichwa, halafu muweke maiti barabarani. Ndicho polisi ambacho walichofanya. Sasa walihongwa kuua Watanganyika baada ya kuwatafutia hela. For the first time rais wa nchi anakwenda kutafuta pesa kuwapatia askari.
ili wafanye anayotaka yeye, na walifanya. Alafu tume ya Chande haizungumzia hayo hizo habari. Tume gani la hovyo? Anyway, ilikuwa ni tume ya Samia mwenyewe na ripoti ile ya Samia. Kama ripoti ni ya Samia, kwa nini ifanyiwe kazi na pesa za Watanganyika? Kama ripoti ya Samia, kwa nini ilisomwa hadharani? Si ungeenda kumsomea chumbani kwake na mume wake Hafidhi kule? Lakini inakuwaje ya Samia wakati pesa iliyotumika ni pesa ya Watanganyika? Mambo ya kijinga, ni ya kijinga tu. Ndugu zanguni, kikomo kitatokea tukiyakumbuka maneno ya mwisho haya ya mzee Fumbua Macho. Kama ni halali kwa polisi kuua Watanzania, kwa nini iwe haramu kwa Watanzania kuua polisi? Critical thinker, gospel ambassador, mzee wa Fumbua Macho, anko mafanikio, engineer submarine, mwana wa Afrika, mwana wa East Africa, nikikusalimia toka taifa la Marekani, dunia isiyokuwa na malaria. Poja kama kembe kwa Ngikuru, Agaya, Bangladesh. Acha ujinga, acha ujinga, acha ujinga. Tumefikia pagumu sana, lakini niseme ugumu ule ni kama giza nene sana, au ni kama msitu mkubwa sana, au ni kama rundo la unga wa ngano mkubwa sana. Najaribu kutengeneza picha hapa, lakini hata kama giza ni kubwa kiasi gani, mwanga kidogo unafukuza giza. Haijalishi msitu mkubwa kiasi gani, kijiti kidogo kinawasha msitu mzima. Haijalishi donge kubwa kiasi gani la unga, hamira kidogo huchachua donge zima. Lazima kila mtu ajitambue yeye ni nani. Kama wewe ni hamira, umua hao Watanzania wengi wasiojitambua. Kama wewe ni kijiti kimoja, choma msitu wa ujinga wa Tanzania wasiojitambua. Kama wewe ni mshumaa mdogo, washa angaza katika unene wa giza katika mawazo ya Tanzania. Siku zote mabehewa yanakuwa mengi, lakini kichwa kinachovuta kinakuwa kimoja au viwili. Ninyi mliopo, kama kila mtu akijua kufanya nafasi yake, lazima ujue nini cha kufanya, na hiyo ndio hekima. Kila mtu ajue cha kufanya, kwa sababu mambo hayajileti yenyewe, mambo husababishwa kutokea. Lazima kufikiria. Tunarudi kwenye ufalme wa Mungu. Wala msiache kutumia akili zenu ipasavyo. Kuna ipasavyo ya matumizi ya akili, kuna ipasavyo ya matumizi ya akili. Aliyekuumba anakwambia wala usiache kutumia akili zenu ipasavyo. Mimi kuna wakati nilikuwa naongea mambo fulani kwenye redio yangu kanda ya Ziwa, moto ukashika nchi nzima. Nchi nzima, nchi nzima, mtu mmoja, nchi nzima. Wale wanaojua wanajua wanachozungumza. Mtu mmoja, moto ukashika nchi nzima. Kwa nini? Kwa sababu haihitaji moto mwingi kuwasha msitu. Huhitaji hamira nyingi kuumua rundo kubwa la unga wa ngano. Lazima sisi tujitambue, ndio hamira yenyewe, ndio kijiti chenyewe. Lazima ujitambue, lazima uwe na self awareness.
kwamba ninao uwezo wa kubadilisha fikra za watu, na wakichange fikra zao wanachukua hatua ambayo huko nyuma hawakuwahi kuchukua. Lazima uamini hivyo. Ukijiangalia kwenye kioo unajiambia hivyo. Unakasoma mbele ya kioo, kama ni mama, ni dada, kama ni kijana, ni baba, unajiambia mwenyewe, I am an agent of change, and through me the country will be transformed. Lazima uanze kwa kujiamini wewe mwenyewe kwanza. Kama uwezi kujiamini wewe mwenyewe, nani mwingine atakuamini? Unasikia naongea nasema, unasikia critical thinkers, gospel ambassador, mzee fumbua macho, ango, unaona kama ni story fulani inapita. No, kila jina lina maana yake. Najiambia mwenyewe. Unafikiri nakwambia wewe? Najihamasisha mwenyewe. Nikumbuke na kujijua mimi ni nani. Wewe kuna wakati huyo Yesu analipuka tu. Yaani amekaa tu namna hii tap, afa anamwambia mimi ni mkate wa uzima. Hawajamuuliza swali. Anajiambia mwenyewe. Hawajamuuliza swali, amelipuka, anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Hawajamuhoji swali, anajiambia mwenyewe mimi ni ufufuo na uzima. Anajiambia mwenyewe mimi ni mlango. Anajiambia mwenyewe mimi ndio njia, kweli na uzima. Wewe unajiambiaje wewe? Mimi najiambia mzee wa fumbua macho. Engine ya submarine. Kwa sababu kuna tofauti ya engine. Engine ya Samia ni engine ya bajaji. Yangu mimi ya submarine. Ndio maana bajaji lazima mtafute amuonee wivu mwenye engine kubwa kuliko yeye. Wewe unajiambiaje? Now, if you cannot trust yourself, unataka kwa nini sisi tukutrust? Hiyo ni point ya kwanza. Tunabadilishaje? Tumesema tunatumia akili. Na akili inasema uwezo ukabadilisha Tanzania ilivyo kwa maridhiano. Inataka taharuki. Mpaka wote mje mkae kwenye meza moja. Nyie ndio mmefiwa, afu mnataka wale ambao hawajafiwa eti waongee na nyie mliofiwa. Muwafikishe kwenye pointi ambapo watapata maumivu kama ya kwenu, ndio maridhiano yananoga. Unielewi wapi? Unataka maridhiano wakati mtu analala kwenye nyumba ya AIC, wewe unalala kwenye sakafu isiyokuwa na nani, isipokuwa na simenti. Mtangapi mtaelewana? Wewe unakunywa maji kwenye kisima ambacho kina typhoid. Yeye anaagiza maji ya Fiji kutoka Marekani. Afichi mnakaa mnataka kuridhiana. Mnaridhiana wapi? Mpaka wote mwe mnakunywa maji yenye typhoid ndio mtaridhiana. Wa Tanzania tujue jinsi ya kutumia. Wakati mwingine sina sababu ya kuongea sana. Nikishakupa key pale, nikishakupa keys fulani, then wewe mwenyewe jiongeze. Ujue nimesema nini. Usitafute kuambiwa kila kitu. No. Ukisikia maneno, then unakaa unaanza kuyatafakari. Na kwenye kutafakari kwako unajiuliza maswali. Unajihoji maswali mazito. Lazima ujipatie majibu mwenyewe. Utakuta unachukua hatua ambazo usingechukua hizo hatua kama usingejihoji maswali. Kuna mambo mengine ushirikishi mtu yoyote, unafanya mwenyewe. Unakuwa wewe na Mungu wako. Na unafanya kitu. Hakuna jambo gumu kwenye intelijensia kama kumpata mtu mmoja aliyeamua kufanya mambo yeye mwenyewe bila kumshirikisha mtu mwingine. Ni ngumu sana kumpata. Ngumu sana. Wakati mwingine inataka mtu moja. Alafu yanatokea matokeo. Yakitokea matokeo unasema tunataka katiba mpya. Bila katiba mpya matokeo yatakwenda kuongezeka.
Ukombozi sio lele mama. Nyie mnamsikia mzee Fumbua Macho Bishop Mpemba, sio jambo jepesi. Umefanya kazi kama miaka 30, umeshaweka msingi imara, vitu vinaanza kutokea, vinakwenda, alafu ghafla unatafutwa kuuawa. Unaviacha vyote vya miaka 30 kwa sababu ya unafiki, umbea, uzandiki wa Chama cha Mapinduzi. It is not easy, ndugu zanguni. Ni kuna wakati nasikia watu wanasema bwana amekuwa kwenye chama cha nini miaka 30, miaka 30. Ngine tumekuwa kwenye zaidi ya umri huo, miaka hiyo tuna kazi ya Mungu, tunatengeneza kazi ya Mungu. Alafu unakuja unapigwa teke. It is costly. Ni gharama. Lakini kwa sababu unakuwa na neema ya Mungu, uwezesho wa kimungu, unaweza ukavumilia. Na kuna jinsi ya kufanya. Kwa sababu bado kuna promise. Miaka ile iliyoliwa na tunutu, parare na nzige, Mungu anaweza kuirestore within a fraction of a second. Na hiyo ni faith ambayo watu wengi hawana. Ndio maana sisi tuna raha zetu, tuna raha, nina raha na raha kweli kweli. President anajua juzi nilikuwa Afrika kwenye kazi ya Mungu, baadaye nikaenda Europe. Sasa nimerudi kwenye jimbo langu la uchaguzi la Texas. Na kesho kutwa tena nitaondoka kwenda sehemu nyingine. Na raha zangu. Kwa nini? Kwa sababu unatimiza makusudi ya Mungu. Walidhania wamekumaliza, kumbe wamekufungulia mlango mkubwa tena wa kufaa sana. Yaani nasikia raha. Alafu mimi siku hizi unafikiri na miss Tanzania? Mimi na misigi tu sauti ya Tanzania na miss Discord. Lakini kwingine kote si miss. Unaona sasa hiyo raha nilionayo. Yaani si miss Tanzania jamani, si miss. Nafikiri nitaanza kumisi akipatikana rais mwenye akili. Lakini hao wengine hao I don't miss the country wanangikuru. I don't miss. Sasa maneno kama hivi tunayosikia hapa kutoka kwa wasemaji mbalimbali yanaingia kwenye mioyo ya watu na kujenga kitu. Kuna kitu kinajengeka na mwisho wa siku kuna kitu kitaumbika mle ndani na kusababisha matokeo katika nchi yetu. Tusichoke kuzungumza. Usichoke, endelea kuzungumza. Waambie watu, ukisikia kuna kitu kinaingia hivi, tuendelee kuzungumza. Niwaambie, kwa sababu tayari Watanganyika wameshakataa ujinga wa serikali ya Chama cha Mapinduzi, na wanazidi kukataa. Okay? Kuna kanuni inasema kesho ya nchi imejificha kwenye kile wana wa nchi wanafanya kila siku. Okay? Kwa sababu kila siku tunakataa. Hii kukataa inazidi kupata nguvu. Haitarudi nyuma mpaka tupate tunachokitaka. Why? Because the destiny of any country is hidden in what that country does every day. Unaona? Sasa tungekuwa tumecompromise. Tungekuwa tumecompromise, yani basi liwalo liwe tu. Tungeharibikiwa. Lakini tumekataa. Tunazidi kukataa. Tunazidi kuongea kukataa. Tuendelee kukataa. Uwezo ukajua baada ya muda kuna mafuriko ya kukataa mpaka utashangaa. Ndio maana Mwenyezi Mungu anasema wala msiudharau mwanzo mdogo. Discord msijidharau. Huu mwanzo mnaona mdogo, ndio kawaida. Ndio kawaida. Vitu vyote vinaanzaga vidogo. Vinaanzia chini, alafu ndio vinaenda juu. Mwishowe vinakuwa vikubwa. Kitu pekee kinachoanziaga juu ni kaburi. Naanzia juu linaenda chini. Okay? Lakini vingine vyote vinaanziaga chini
ndio vinaenda juu, vinaenda juu, vinaenda juu. Tumetunga mimba ya kukataa ushenzi na ushetani katika nchi yetu. Mtoto wa haki lazima atazaliwa. It is just a matter of time. Agaya.